lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni Kristo ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Maandiko anasema si mimi tena ninayeishi, bali ni Kristo ndani yangu. Mtu yeyote aliyeokoka, ambaye kweli Kristo amekufa kwa ajili yake, si yeye anayeishi ndani yake, bali ni Kristo anayeishi. Kwa hiyo anaishi tu kwa kuyaishi mapenzi ya Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Si kwa nenda kwa mienendo ya kimwili, si kwa kawaida. Tunaishi kwa ajili ya kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Maana sisi tumekufa, tumesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni Kristo ndani yangu. Ndiyo maana tunasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Kwa sababu gani wewe unaishi ni Kristo? Kwa sababu wewe hauko katika mwili, Mkristo yuko katika roho wakati wote. Ndiyo maana Mungu ni roho, nao wamwabuduo watamwabudu katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Katika roho na kweli. Sasa unawezaje kumwabudu Mungu? Na Mungu anasema katika kitabu cha Waefeso kwamba mdumu mkiomba na kusali wakati wote na kuombea watakatifu, na mkiomba katika roho wakati wote. Kwa sababu sisi tuko katika roho wakati wote, tunapaswa kuwa connected na huo ufalme wa Mungu. Maana ufalme wa Mungu unakaa ndani yetu, wala hauko mbali mpaka tuanze kutafuta. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mkristo yoyote ambaye kweli ameokoka na kubatizwa yuko katika roho wakati wote. Anatembea katika roho, hayuko katika mwili tena. Maana katika mwili amekufa, amesulubiwa pamoja na Kristo, wala si yeye tena, bali ni Kristo ndani yake. Bwana asifiwe. Ni Kristo ndani yako. Kwa hiyo unapotembea, unatembea katika roho. Ngoja nikupe shule kidogo. Mtu anapokuwa bado hajabatizwa anakuwa belongs to family, anakuwa mali ya familia na ukoo. Lakini anapobatizwa hawi tena mali ya familia na ukoo, bali anafanyika kuwa mwana anafanyika kuwa uzao wa Ibrahimu kwa imani. Maanisha anahamishwa ubini, alafu anakuwa wa Ibrahimu kwa imani. Hapa ndipo anaweza kuwa mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Hapa ndipo anaweza kuwa mwana wa ahadi. Hapa ndipo anaweza kuwa mrithi katika ufalme wa Mungu. Na hapa hatembei katika roho tena. Ndiyo maana mchawi akikutafuta kwenye lada zako hawezi kukupata, kwa sababu wewe si wa kawaida, wewe si mwili, wewe ni roho, na roho wa Mungu anakaa ndani yako.